Mimi kwa majina naitwa Patrick John Asenga, ni mweka hazina wa Chadema kanda ya Pwani, lakini ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Segerea. Mimi nimejiunga na Chadema miaka 18 iliyopita, na nilianza kama kamanda wa kawaida, baadaye nikawa mwenezi wa vijana jimbo la Segerea, baadaye nikawa mweka hazina wa Chadema jimbo la Segerea, baadaye nikawa mwenyekiti wa Chadema jimbo la Segerea, baadaye nikagombea udiwani mwaka 2015, nikawa diwani wa kata ya Tabata, lakini nikawa diwani wa jiji. Naposema diwani ni diwani kweli, yani so diwani boya, ni diwani alikuwa anajua majukumu yake. Kwa tumefanya kazi kubwa ya kukipambania chama hiki, tumepigana kufa na kupona. Unaweza ukasema tumekwepa mishale mingi sana. Tumeipigania Chadema kwa kadiri ya nguvu zetu zote, uwezo wetu wote, na malengo yetu makubwa ni kuiondoa CCM madarakani. Na mwaka 2015 Chadema tulifanikiwa kabisa kuihamisha CCM, kuiondoa Dar es Salaam. Tulifanya kazi kubwa. Hatukuwa chama kinachoogopa CCM au kinachoogopa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hatukuwa chama kinachoogopa uchaguzi. Kilikuwa ni chama cha mapambano. Kilikuwa sio chama cha kuambiwa hatufanyi mikutano ya hadhara mnazuiwa, mikutano ya hadhara kizembe mnakubali. Kwa tulikuwa ni chama ambacho tunapambana, na tumeendelea kukipigania chama hiki mpaka juzi. Baadaye mwaka 2020 nimekwenda kugombea ubunge jimbo la Rombo, na baadaye katika uchaguzi wa chama huu uliomalizika hivi karibuni ndo ambao mimi nimekuwa mweka hazina wa kanda ya Pwani. Sasa ndugu zangu, chama hiki kimekuwa ni chama cha kidemokrasia. Ni chama ambacho wanachama walikuwa na uwezo wa kuhoji, wanachama walikuwa na uwezo wa kudadisi, wanachama walikuwa na uwezo na uhuru wa kuzungumza lolote. Tumeshangaa hapa katikati, baada ya uongozi mpya kuingia, haturuhusiwi tena kuhoji, haturuhusiwi tena kushauri. Ukishauri jambo unaitwa msaliti, unaitwa umehongwa, unaitwa umepewa pesa. Sasa ndugu zangu, haya sio mambo ya kawaida. Haya sio mambo ya chama chetu. Sisi kama alivyozungumza mwenzangu, ndo tulioanzisha G55. Na tulianzisha kwa malengo ya kukishauri chama vizuri tu. Na tuliwaambia kwamba hatuna namna yoyote ya kukwepa uchaguzi. Uchaguzi, lengo la chama chochote cha siasa duniani ni kushika dola. Changamoto zipo, ni kweli kabisa kwamba tunafahamu kuna changamoto zipo kubwa sana, lakini kuzikimbia sio kukimbia uchaguzi. Tuliwaambia twendeni tukapambane. Lazima tukae chini tutengeneze mkakati mkubwa wa kuwashinda Chama cha Mapinduzi. Kama ambavyo tulicheza 2015, kwa 2015 tuliposhinda Dar es Salaam, tukaongoza majiji kadhaa, tukaongoza maeneo mengi, tulikuwa tuna katiba mpya. Tuliwekwa na katiba mpya. Kwa ndo maana tuliwashauri tukawaambia tusiwaogope hawa watu. Tubadilishe mikakati. Kama tulikuwa tunatumia njia hii ambayo tumekwenda nayo 2020 ikafeli, basi 2025 tulikuwa tubadilishe mkakati wa kukabiliana na hawa jamaa na sio kuwakimbia. Sasa hii habari tunawaambia wao wanageuza, mmepewa pesa. Hivi kati ya sisi ambao tunawaambia tuende kwenye uchaguzi na wao wanaotaka CCM ipite bila kupingwa, tayari tunafahamu mgombea wa Chama cha Mapinduzi ni Rais Samia. Wao wanataka tukimbie apite bila kupingwa. Kati ya sisi na wao nani kahongwa? Kwa sababu nimesikia Lema anazungumza. Lema anasema watu wamepewa milioni 100. Nafikiri amezoea hii biashara ambazo wao na makamu wamekuwa wakifanya na serikali, kwa sababu tumeshazungumza mara kadhaa. Tumeshamwambia Mheshimiwa Heche ajitokeze aeleze magari alionayo ameyatoa wapi. Aeleze mahusiano yake na baadhi ya mawaziri. Hajawahi kujitokeza hadharani kukanusha baadhi ya tuhuma ambazo amepelekewa. Lema alikimbia hapa, ni mtu muoga, ni watu waoga mapambano, na amekimbilia ugaibuni. Na tunafahamu kwamba anafanya biashara hizo na mpaka leo analipwa. Na juzi nimemsikia na jinasibu kwamba ana pesa nyingi, sio? Huyo analipwa huko nje. Sisi tulibaki hapa ndani, hatukukimbia na hatuwezi kuogopa mapambano. Kwa hiyo tumefikia sehemu ambayo watu wamekuwa waoga, na hatuamini kama ni uoga kweli ama wao sasa ndo wamehongwa ili wakimbie uchaguzi. Sisi tuliwaambia Chadema uwezo kaiondoa kwenye uchaguzi kizembe kwa staili hiyo namna hiyo.
Kwa hiyo wamekuwa waoga. Sasa ndugu zangu, imefika mahala chama kimepoteza mwelekeo kabisa. Leo anazungumza hiki, kesho anazungumza hiki, kesho anazungumza hiki. Kwa hiyo sisi ndugu zangu, mimi kama mimi nimetafakari sana. Nikafikiri vizuri kabisa. Nikaona hapana, chama hiki hakiwezi kwenda tena mbele. Chama hiki hakiwezi kuwa tena jukwaa sahihi kwa mimi kufanyia siasa. Kwa hiyo leo natangaza rasmi kukihama chama changu. Natangaza rasmi kujivua uwanachama. Niachia nafasi zangu zote. Naachia uweka hazina wa kanda ya Pwani. Naachia uwenyekiti wangu wa jimbo la Segerea. Naenda kutizama ni jukwaa lipi sahihi la kuendelea kufanya siasa. Mimi bado ni kijana, mimi sio mtu muoga. Haiwezi kaishia hapa. Kwa hiyo tunakwenda kuanzisha mapambano. Nyuma yetu bado wako bado makamanda ambao wanatukubali, na wako makamanda ambao wanaelewa kazi ambazo tumezifanya hapa Chadema, wako tayari na wako nyuma yetu wanakuja. Kwa hiyo tuliposema kwamba wako wanakuja, hii ngoma ni nchi nzima. Hii ngoma ni nchi nzima. Wao walioko humo wengi wanazungumza na wengine wanalalamika. Sasa hatima yao ikoje? Tumewaambia Chadema kwa namna ambavyo imekwenda, imepoteza mwelekeo. Chadema kwa namna ilivyo haiwezi kushiriki uchaguzi wa mwaka huu. Wanaukimbia kwa sababu wanazozijua wao. Sasa makamanda wote mlioko huko, tokeni, njooni, tutawapa mwelekeo wa jukwaa jipya. Twendeni tukafanye kazi. Hatuwezi kususia nyani shamba la mahindi, atakula yote. Kwa ndugu zangu, mimi nimeona leo nitangaze rasmi. Nimeachia nafasi zangu zote na wanachama wangu unakoma kuanzia sasa.